Majina naitwa Safia Juma Mary, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wakala barabara Zanzibar. Leo tuna operesheni ya kuondosha vibanda ambavyo viko katika karibu na barabara. Kwa hiyo tumeanza eneo la Rahaleo kule, tukaenda jumba namba 3. Tumeanza operesheni hii ya kuondosha vibanda hivi ambavyo lengo letu hasa ni kuweka usafi katika mji wetu. Kazi hii tumefanya sisi wakala tukishirikiana na manispaa ya mjini. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha mji wetu uko safi kabisa. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wananchi waondoshe wenyewe kidogo kidogo. Sisi tukija tunayempa notice au tunayemwandikia, kwa hiyo inabidi atii sheria. Asipotii sheria, sheria itapata mkondo wake. Wengine wana wiki, wengine wiki mbili, lakini mara nyingi wenye vibanda huwa tunapa wiki moja. Zoezi kwa ujumla na kwa siku ya leo limeenda vizuri. Kwa hiyo tutaendelea. Kwa hiyo hii kazi ni ya manake ni ya routine ya kila kuendelea. So kama tunafanya tumemaliza, ni ya kuendelea throughout. Banda tulivyotoa ni vile ambavyo haviko katika hali nzuri. Maana tunataka watu wanaoweka waweke maduka yaliokuwa standard yenye kupendezesha mji, sio vibanda ambavyo hata mwelekeo wake, appearance yake haionekani vizuri katika mjini manake. Kwa upande wa wakala barabara tuna timu mbili. Tuna timu moja ambayo tunashughulikia maeneo yote katika mji wetu wote wa Unguja, watu wote ambao wako ndani ya hifadhi ya barabara. Na wengine tuna kikundi chengine ambacho wao ndio hicho tunakiita vunja vunja. Kwa hiyo tutakachokuta chochote kwenye hifadhi yetu tunapeana habari. Kwa hiyo wale watu wa kundi jingine wanaenda kufuatilia na kusawazisha hiyo kadhia iliyokuwepo. Wanaoweka meza tunataka watu wa manispaa, kwa sababu wale ni wateja wao. Kwa hiyo tunataka wao waweze kuzishughulikia hizo meza, waelekeze wale watu wao. Aidha wao wanaweka ndani ya maduka, lakini hatutaki kuziona barabarani au nje kwenye road, kwenye walkway. Hatutaki kuziona kwenye njia za kupita kwa miguu. Mimi naitwa Juma Nasur Harith, mhandisi ujenzi, baraza la manispaa mjini. Jioni ya leo tunaendelea na operation maalum ya kuondosha vibanda vyote visivyo rasmi na vile ambavyo katika hifadhi ya barabara kwa kushirikiana na wakala barabara Zanzibar. Hapo awali tayari tushapita katika maeneo yote haya, tumetoa elimu, tumetoa matangazo na vile vile kuwapatia notisi. Kwa hiyo zoezi hili ni la muda mrefu, tumeshalianza kuwapa elimu. Kwa hiyo leo tumeamua kuchukua hatua kwa wale wote ambao wamekaidi kuondoka katika maeneo ambayo sio rasmi kwa ajili ya kufanya biashara. Kwa hiyo tumeanzia maeneo ya Rahaleo, majumba Michenzani, roundabout ya Michenzani, vibanda vyote visivyo rasmi tumeviondosha kwa kushirikiana na wenzetu wakala barabara Zanzibar. Yaani maeneo yote ambao wanafanya wenyewe wao, hawajafuata utaratibu, wanapelekewa notisi, wanapewa maelekezo na watendaji, kwa sababu baraza la manispaa mjini lina utaratibu, lina wakaguzi kwa kila maeneo. Kwa wanapita wanaelekeza maeneo ambayo hayaruhusiwi, lakini unajua wananchi wengine bado ni wakaidi. Kwa hiyo tunapatia notisi na wakaidi tunachukulia hatua. Yaani hii ni kuchagiza tu, lakini hapo awali mwanzo tumeshaanza hizo operesheni kabla hilo agizo lilotoa hivi karibuni. Lakini hilo limetuongezea nguvu tu, kwa sababu sasa barabara zinaimarishwa. Sasa hivi tayari kuna barabara mpya tayari zinajengwa. Kwa hiyo si busara kuweko na vitu ambavyo haviendani na mandhari ya barabara. Kuna maeneo mengine ya watembea kwa miguu, mtu anaweka biashara yake. Kwa hiyo kwa kweli inaleta usumbufu kwa wale ambao watumiaji wa barabara. Yale maeneo sio rasmi. Maana mtu anatoka na bidhaa yake anapanga tu barabarani, lakini hajaelekezwa akaweke pale. Anaamua tu mtu mwenyewe anaweka. Kiutaratibu yale maeneo yote sio rasmi kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo kama baraza tunaangalia utaratibu kwa yale maeneo ambayo tunaweza kuwapanga, tunaweza kuwaweka. Yalikuwa hahitajiki tunaondosha. Yaani maeneo yameegeshwa yanajulikana. Mfuko wa hifadhi ya jamii na serikali wamejenga maegesho ya ghorofa pale katika eneo la Malindi. Na kwa upande wa Komba Wapya pale kwa Biziradi kuna maegesho, lakini wananchi hawayatumii kwa kweli. Kwa hiyo tuwaombe wananchi waegeshe magari yao katika maeneo yaliyo rasmi. Kwa yoyote ambaye ataegesha katika maeneo ambayo hayaruhusiwi, ikiwa maeneo ya kupita kwa miguu,
kuna utaratibu, tunawapiga fine, tunayakamata, tunapiga fine. Kwa hiyo ili kuepuka hayo na kuepuka lawama kwa baraza la manispaa, watafute maeneo ambayo yametengwa rasmi kwa ajili ya serikali kwa ajili ya kuegesha magari yao. Kwanza ni watake wananchi wa manispaa ya Mjini, kwa yoyote anayetaka kuamua kufanya ujenzi, kuweka biashara, afike baraza la manispaa Mjini kwa ajili ya kupewa miongozo ya namna ya kufanya biashara au kujenga. Vinginevyo atakumbana na taratibu, ikiwemo ni kubomolewa na kuondoshwa katika maeneo ambayo hahitaji kwa ajili ya shughuli hizo ambayo sio rasmi.